Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Wiki hii tunazungumzia utafiti na faida za kilimo cha korosho. Kituo cha Naliendele kinafanya kazi kubwa ya kutafiti. Tukiangalia kwa upande wa zao la korosho, kituo kinatafiti mbegu zenye uwezo mkubwa wa kuzaa, ubora wa korosho, kutafiti visumbufu vya magonjwa na wadudu, pia kuongeza thamani ya korosho yenyewe. Katika zao la korosho tuna utafiti wa mbegu bora na pia tuna utafiti wa wadudu waharibifu wa korosho, magonjwa ya korosho. Pia tuna kitengo kinachohusiana na uboreshaji wa mashamba au matunzo ya mashamba, agronomia. Pia tunatafiti pia namna ya kuboresha zao la korosho kwa maana ya kuongeza thamani. Kwa hiyo pia tunashughulika na utafiti wa namna kutengeneza mazao ya mbegu za korosho na mabibo ya korosho, matunda ya korosho. Tukianza na mafanikio ambayo tumeyapata katika zao la korosho au utafiti wa korosho, hadi sasa tumeshaweza kuwa na mbegu bora 54 ambazo zimesajiliwa. Katika hizo kuna mbegu aina ya chotara, tuna mbegu fupi ambazo ni dwarf, alafu na mbegu za kawaida nasema common varieties. Lakini pia katika mafanikio, sio tu tumesajili hizo mbegu za korosho hizo 54, tumeweza kutafuta namna ya kuzizalisha kwa wingi na kusambaza kwa wakulima. Kwa mara ya kwanza tumeweza kuzalisha au kupata teknolojia ya namna kuzalisha hizi mbegu au kuzisambaza kwa wingi kwa kutumia teknolojia inaitwa tissue culture au wengine wanaita kuzalisha kwa chupa. Zoezi ambalo tumechukua muda mrefu sana mpaka kupata majibu yake. Na kwa nafasi hiyo naweza kusema kwamba sisi kwa Afrika nafikiri ni nchi ya kwanza kuweza kugundua hii teknolojia ambayo itaweza kuzalisha miche mamilioni kwa muda mfupi. Njia ya awali tulikuwa tunatumia ni grafting, yani ubebeshaji wa vikonyo. Kwa hiyo ya tissue culture ni njia mbadala ambayo sasa tuko kwenye hatua za mwisho kujiridhisha kwenye mashamba yetu ya majaribio kuona kama zinaweza kufanya vizuri katika mazingira ya wakulima. Pia tumeweza kuwa na uwezo wa kuzalisha mbegu ambazo tunaita polyclonal seeds, lakini pia miche ya kubebesha ni teknolojia ambayo imeenda kwa wakulima. Pia katika utafiti wa korosho tumeweza kutambua au kubaini aina ya viuagugu herbicides ambazo mkulima anaweza kutumia kwa ajili ya kupalilia shamba lake badala ya kutumia jembe la mkono. Pia sisi kama watafiti tunafanya kazi kuangalia teknolojia mbalimbali, labda mambo ya pruning kati ya matawi, palizi na jinsi ya kufua shamba ambalo limezeeka. Hiyo yote tunapeleka kwa wakulima ili waweze kupunguza usumbufu wa kutunza mashamba yao. Kwa sababu na hiyo tuna vituo ambavyo vinazalisha hizi mbegu za korosho katika mikoa yote ambayo inazalisha mbegu za korosho, inazalisha korosho kwa wingi. Tuna vituo 7. Tuna kituo kiko wilaya ya Mtwara kinaitwa Naliendele hapa. Alafu tuna kituo kiko wilaya ya Tandahimba kinaitwa Nyanga. Na kituo kiko wilaya Newala kinaitwa Mtopwa. Tuna Nachingwea, kuna Nakayaya Tunduru, kuna Nyangao mkoa wa Lindi, lakini mkoa wa Pwani tuna Mkuranga na Bagamoyo kule ni Chambezi. Hadi ninavyozungumza sasa, ili kuhakikisha kwamba mbegu zinaenda kwa wakulima kwa kiasi cha kutosha, tumeshaanzisha mashamba mengine mkoa wa Dodoma katika wilaya ya Mpwapwa na katika wilaya ya Kongwa, katika gereza la Mkoka na gereza la Mpwapwa. Pia tumeweza kwenda mpaka Kilimanjaro katika mkoa ule, tumepata sehemu inaitwa Karanga. Tunafanya kazi na watu wa gereza la Karanga
ambako itakuwa ni sehemu ya kuzalisha miche kwa mkoa wa Kilimanjaro. Mafanikio mengine tuliokuwa nayo, tumeweza kubaini aina mbalimbali za viuatilifu kwa ajili ya kupambana na wadudu waharibifu na magonjwa yanayoharibu zao la korosho. Na tumeweza pia kuwa na ushirikiano na watu wa halmashauri, wataalamu wa kilimo wagani, ambao tunafanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba zile teknolojia zetu zinaenda kwa wakulima. Tumeweza kusambaza mbegu zaidi ya tani 50 kwa wastani, lakini mara nyingi tunazidi hapo. Kwa hiyo sisi tukishirikiana na wenzetu wa halmashauri pamoja na bodi ya korosho, tunahakikisha kwamba mbegu zinaenda kwa wakulima kupitia watu wa ugani na bodi ya korosho katika maeneo yote ambayo wanahitaji mbegu za korosho. Kituo cha Naliendele kimeipaisha Tanzania kuwa nchi ya kwanza duniani kuzalisha mbegu chotara za korosho kwa kufuata taratibu za usajili wa mbegu bora duniani. Nikisema kama ni nini kituo chetu, naweza kusema tunajivunia. Kituo cha utafiti wa kilimo Naliendele, naweza kusema ni sifa ambayo hata nchi yetu iko nayo, ni kwamba ni nchi ya kwanza duniani kuweza kuzalisha mbegu chotara kwa kufuata taratibu za uzalishaji wa mbegu bora duniani na kuzisajili. Lakini pia imeweza kuwa ni nchi ya kwanza duniani kuzalisha mbegu zikasajiliwa kwa taratibu za usajili wa mbegu duniani. Lakini kwa Afrika pia naweza kusema ni nchi ya kwanza kuzalisha mbegu chotara. Sasa zote hizi jumla inaweka jumla ya mbegu aina 54, na ili kuzisambaza kwa wakulima ndio maana tumekuwa na mikakati ya kuwa na vituo vya kuzalisha mbegu za korosho katika mikoa yote inayolima korosho Tanzania. Na pia tumeanzisha mashamba kwenye sehemu zile ambazo zamani kwa walimi korosho, kama nilivyosema Dodoma, wilaya ya Mpwapwa, wilaya ya Kongwa, mkoa wa Tabora, mkoa wa Singida na Kilimanjaro. Sasa sisi tumeona pia mazao hayo zao hilo kulima mikoa ya kati kule kama Dodoma na Singida na Kilimanjaro, wilaya Same na wilaya ya Mwanga, kuna faida nyingine pia. Sio tu zile mbegu kuziuza au kuzibangua, lakini kuna faida uhifadhi wa mazingira. Kwa sababu mikorosho ni miti ya misitu pia. Kwa hiyo ukipanda mikorosho katika maeneo hayo, tunaweza pia kuongeza misitu iliko kwenye kanda zile ambazo zinatishiwa na hali ya ukame. Na wakulima katika maeneo ya kanda ya kati wataweza pia kufaidika na faida kupata kuni, kwa sababu mikorosho kila mwaka au kila baada ya miaka miwili kuna takiwa ifanyiwe upogoleji wa matawi. Sasa ile miti itakayopogolewa matawi inaweza kutumia kama kuni, lakini pia ile mabibo wakulima wanaweza kutumia kwa kulishia mifugo yao badala ya kutumia mashudu. Na kwa upande mwingine pia yale majani mikorosho yanayodondoka kwenye ardhi utarudisha ardhi. Kwa hiyo sisi tunafikiri na tumeona kwamba ni jambo jema sana kupanda mikorosho kwenye maeneo ambayo hata zamani kwa yapanda mikorosho, ili mradi inaweza kustawi. Na sisi tunashauri kwamba mikorosho na lengo letu ni kwamba mikorosho ilimwe maeneo yote katika nchi ya Tanzania ambako yanaweza kalimwa. Tuondoe ile dhana kwamba ni Mtwara na Lindi tu. Mifano tunayo, kuna nchi ambazo Afrika Magharibi zilikuwa na shida kama hizo. Kwa mfano Ivory Coast. Wataalamu kutoka kituo chetu Naliendele waliitwa kule kwenda kutoa huduma hiyo, kutoa ushauri na kutoa mafunzo. Sasa hivi wenzetu wako mbali sana kuliko sisi kiuzalishaji wa korosho. Na hilo sisi nafikiri itatusaidia pia kuongeza kipato cha taifa. Tulivyoenda kule Kongwa, tumeona kwamba Kongwa korosho inaweza kuzalishwa kuvunwa mara 2 kwa msimu. Kuna msimu unavuna mwezi Disemba, lakini msimu mwingine unavuna mwezi Aprili mpaka Mei. Kwa hiyo kwa kufanya vile, nchi yetu itakuwa na uwezo wa kuzalisha korosho kwa muda mrefu sana. Hata soko la korosho hapa nchini litaweza
kwenda muda mrefu. Badala kumaliza korosho mwezi Disemba, Januari huku Mtwara na Lindi, basi mwezi Machi, mwezi Aprili mpaka Mei tutoze tena korosho kanda ya kati. Kwa hiyo sisi kama wizara, kama watafiti, tuna shauri na kuona kwamba ni jambo jema korosho ipandwe hata kanda ya kati, kule mpaka zamani tunasema hakupandwi korosho. Upande mwingine wa utafiti wa korosho tunashughulika nao, na naweza kusema ni sifa kwetu kama mafanikio, ni kwamba kwa mara ya kwanza mwaka huu, msimu wa 2016-17, tumeweza kuzalisha, nchi imeweza kuzalisha tani 260,000, zaidi ya 260,000. Ni rekodi ambayo haijawahi kutokea, na tunaona hii imechangiwa pia na teknolojia ambayo tumezitoa kwa kushirikiana na wadau wengine pia. Pamoja na juhudi zote hizi zinazofanywa na Kituo cha Utafiti wa Kilimo Naliendele, lakini bado watafiti wanakumbana na changamoto. Changamoto mojawapo ambayo naweza kusema kwenye korosho ni kuzuka kwa magonjwa ambayo ni mapya. Kwa mfano sasa hivi tuna ugonjwa huu unaitwa Fusarium wilt, lakini changamoto sisi haitutishi, ndio kazi zetu. Mpaka sasa Fusarium wilt tulichofanya, tumejaribu kuangalia ni nini kilichosababisha. Tumeshapata jibu kwamba kumbe ni fungus ndio inasababisha ule ugonjwa. Lakini bado kuna kujua tu fungus haitoshi. Tunatafuta namna kujua ni fungus wako aina makabila gani. Maana unaweza kwa ndani ya fungus unaweza kuwa na makabila mengine zaidi. Kwa hiyo tuko kwenye utafiti kuangalia ni aina gani ya fungus wako mle. Je, wako aina moja au wako wa aina nyingi? Na kama ni nyingi ni zipi? Lakini pia tunaendelea na shughuli ya kufanya screening ya fungicides. Kutafuta aina gani za madawa zinaweza kusaidia kupambana na ugonjwa. Tumechukua pia hatua ya kutoa taarifa kwa wadau. Tumewahi kufanya angalau kwa mkoa wa Mtwara na Lindi, tuliitisha wadau wakaelimishwa jinsi ya kufahamu ugonjwa na madhara yake. Kwani kusudi letu kwamba tuende nchi nzima kutoa taarifa ya ugonjwa na kuwaeleza watu jinsi gani kuweza kudhibiti. Hilo ni lengo letu la baadaye. Na kusudi kama nilisema ni nchi nzima uweze kuwa aware kwamba ugonjwa huo ni upi na jinsi gani ya kudhibiti, dalili zake ziko wapi. Tunashukuru kwamba kwa huko kusini, mkoa wa Mtwara na Lindi, watu wanatupa feedback, mrejesho. Baada ile semina ya Masasi, tumeshaanza kupata simu nyingi na wakati mwingine wanaandika mpaka barua kwamba tumeona dalili ya ugonjwa kama ule. Hii kwetu tunaona ni mafanikio. Kama watu wameweza kuelewa huu ni ugonjwa wa hatari na wanautambua, ndio lengo letu nchi nzima wafahamu. Ikitokea popote pale tuweze kushughulikia kama itakavyowezekana. Kama alivyotueleza mtafiti Bwana Fortunas Kapinga, Kituo cha Naliendele kinashirikiana na halmashauri na bodi ya korosho katika kusambaza mbegu bora pamoja na pembejeo. Tukaamua kufunga safari mpaka Mtwara mjini. Katika ofisi za bodi ya korosho, moja kwa moja tukafikishwa kwa mkurugenzi mkuu. Naye akatueleza baadhi ya kazi zake katika kuhakikisha korosho inapanda thamani. Moja ya shughuli zingine za bodi ya korosho ni mwaka huu ni kwamba vile imeazimia kwamba kuongeza upandaji wa miche ya mikorosho. Tumeazimia kwamba kila kijiji kipande miche 5,000 na kwa msimu mzima kwamba tupande miche milioni 10. Kwa hiyo tumejitayarisha na tumegawa miche kwa wakulima ambayo
tulitoa wito kwanza kwa kutokea na wazalishaji wenyewe, wakulima wajiunge katika vikundi kuzalisha hiyo miche, na wamefanya hivyo na tumegawa hiyo miche. Kwa hiyo tunategemea kwamba na mwaka unaofuatia vile vile msimu utakapokuwa tutagawa tena miche milioni 10. Mwaka huu tumegawa miche inakaribia kama milioni 5. Kwa hiyo ni mategemeo yetu, tunatoa wito vile vile kwa wakulima kuzalisha vitalu vya miche ambayo bodi ya korosho itanunua hiyo miche na kuigawa bure. Ni kwamba nia na madhumuni ni kwamba kuongeza uzalishaji wa korosho kwa kupanda mikorosho mipya, na yale mashamba ambayo yameachwa tunaomba sana kwamba watu waanze kuyahudumia, kwa sababu korosho bei yake sasa hivi inaridhisha na ni bei mzuri, na sisi bodi ya korosho nasema tutasimamia kusudi mkulima apate bei mzuri hata iliyopita mwaka huu, kushinda iliyopatikana mwaka huu. Baada ya kumsikiliza mtafiti wa mbegu za korosho pamoja na mkurugenzi wa bodi ya korosho, timu ya kilimo Ajira Yangu tukaona bora tufike kwa mkulima wa korosho. Kituo cha Naliendele wakatupeleka Newala, kijiji cha Kitangali, kuona kazi inayofanywa na mzee Rashidi Musa. Huyu ni mkulima namba 1 hapa nchini. Msimu huu amevuna zaidi ya tani 100 za korosho. Yaani, ndugu mtazamaji, nashindwa hata kusema. Kweli kilimo ni ajira tosha. Mimi bahati mzuri au bahati mbaya sikusoma. Nimefuta ujinga darasa la 7. Nilipomaliza shule nikaona wakati ule zamani nilipomaliza shule hakuna ajira yote ambayo inapatikana, nikajiingiza kwenye kilimo. Nilianza na kama hekari 10 kwa kukata msitu, na mzee wangu, babu yangu alinisaidia kiasi kidogo, nikawa ananisaidia msitu, na mimi kila mwaka huo nafanikiwa. Nikishafanikiwa nanunua mikorosho mingine na mingine naongezea kupanda mpaka kufika kama miaka 3 kuanzia leo. Kwa kweli mafanikio yangu ni makubwa sana. Nakupa tu mrejesho wa miaka 3 ambayo kuanzia leo kurudi chini nimefanikiwa kupata karibu kila mwaka nilikuwa napata tani 100, tani 105. Mwaka jana nilipata tani 60. Mwaka huu ulioisha nilipata tani 102. Kwa kweli mafanikio juu ya korosho hakuna kitu kingine cha kuweza kulinganisha, kwa sababu mimi mpaka sasa hivi nimewasomesha watoto wangu kupitia korosho. Wengine wameenda mpaka chuo, wengine wameenda mpaka kufikia form 6, na mafanikio mengine ambayo nimeyapata, nikajenga majumba ya wageni, majumba 6. Nikanunua magari 3. Moja mke wangu la kwanza, la pili nikanunua mimi mwenyewe gari langu la kutembelea la 4. La pili ni keta kwa ajili ya kusombea mazao. Halafu nikanunua na pickup, kwa sababu sehemu zingine mwaka huu nikanunua tena pickup, sehemu zingine haipite gari kubwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mafanikio ni gari 4, nyumba za wageni 6, nyumba za kulala wenyewe tunazo nyumba 2, mke wangu 1 na mimi 1. Mafanikio juu ya korosho. Mwaka jana kwa kweli naishukuru serikali, kwa sababu bei miaka yote ilikuwa sisi korosho ilikuwa tunalima kwa kutumia, yani hatupati faida, tunapata hasara. Lakini mwaka jana kilimo tumekiona kwamba kilimo kinalipa, kwa sababu nilipata hizo tani 102 ambazo imeniingizia karibu milioni 300 na kitu. Kwa hiyo na washauri wenzangu mikoa mingine ambayo inataka kulima korosho, waone korosho ni mali, na korosho inamtoa mtu. Kwa sababu leo hivi mimi nisingefika mpaka sasa hivi kuvuna tani 100 na kitu, kwa sababu ni watu wa Naliendele ambao wamenipa miche ya mikorosho, na hiyo mpaka sasa hivi ipo shambani. Kwa hiyo kila mwaka
mimi nachukua mbegu zile napanda, nakata mikubwa napanda midogo. Na mkorosho unahitaji huduma, na mkorosho unahitaji utibulie, na mkorosho unahitaji uwe na nafasi. Mkorosho unahitaji usipande kwenye maji. Mkorosho unahitaji kupanda kwenye ukame. Na mkorosho unastawi udongo mweupe, sio udongo mwekundu. Kwa sababu hapa kwetu kuna aina mbili, kuna huku bondeni kuna udongo mweupe, lakini juu huku kuna udongo mwekundu. Lakini kule kwenye udongo mwekundu wanavuna, lakini sio kama mimi panda huko kwenye udongo mweupe. Na mtu wote ukisikia anasema kwamba hii mikorosho ambayo inaoteshwa siyo na Liendele au ya utafiti sio mizuri, bado hajajifunza. Ile mikorosho ni mizuri, inazaa mapema na kusha mapema. Ila ufuate masharti ya kupogolea, kuweka vizuri, kulima vizuri, kutibulia. Kwa mfano ule mkorosho ule unaona pale ule kutoka na Liendele, na ile yote ya nyuma ile kutoka na Liendele. Ukifika mwezi wa 9 au wa 10 utaona korosho. Kwa hiyo swala la zana ya kusema kwamba hiyo mikorosho kutoka na Liendele sio mizuri, sio nini, kwa sababu hawajajua jinsi gani ya kuipanda hiyo mikorosho. Mpaka hapo tumefika mwisho wa makala hii. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.